kupata nafasi ya ushirika huo ambao umesaidia kwa nafasi hiyo kwa serikali ya Tanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama nilivyokuambia, alipata kuwa waziri mkuu kwa mwaka mmoja tu, tangu mwaka 61 mpaka mwaka 62, Januari 1962. Akaachia nafasi kwa Rashid Mfaume Kawawa ambaye alishika uongozi huo kuanzia Februari mwaka 1972 hadi Februari mwaka 1977. Ukipiga hesabu hiyo utaona kwamba alishika mamlaka haya kwa miaka 5 ya kiuongozi, lakini baadaye akaingia madarakani Edward Moringe Sokoine. Yeye akaingia mpaka mwaka 1984, lakini kabla ya mwaka 1984 hapo tunafahamu Edward Moringe Sokoine amepata kuwa waziri mkuu kwa vipindi viwili tofauti. Kuna mawaziri wakuu wawili katika vipindi viwili tofauti wao wamepata kuhudumu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miongoni mwao ni Edward Moringe Sokoine. Cleopa David Msuya, yeye alishika uongozi huu kuanzia mwaka 1980, lakini pia katika kipindi kingine akaja akashika mamlaka ya kiuongozi huu mpaka mwaka 1984 Novemba. Salim Ahmed Salim, yeye akashika nafasi baada ya kifo cha Edward Moringe Sokoine Aprili 1984. Tunakumbuka Edward Moringe Sokoine akiwa anatoka hapa bungeni akipita pale Morogoro akapata ajali ya gari ambayo ilikatisha ndoto zake na ikazua huzuni kubwa kabisa kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukawa tumempoteza Edward Moringe Sokoine. Kwa hiyo katika madaraka hayo akaingia Salim Ahmed Salim ambaye kiongozi alihudumu kutoka Aprili 1984 hadi Novemba 1985. Katika uongozi wa awamu ya pili ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Ali Hassan Mwinyi, aliingia mwanasheria nguli kabisa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amepata kuwa waziri mkuu ambaye alianza kushika mamlaka hayo Novemba 1985 hadi Novemba mwaka 1990. Huyu ni Jaji Joseph Sinde Warioba, akashika mamlaka hadi mwaka 1990 na yeye aliteuliwa kipindi hicho akapata nafasi pia ya kuwa waziri mkuu. Lakini mwaka 1990 mwezi Novemba, John Samuel Malechera, kifahamika enzi hizo kama Tingatinga, yeye akapata nafasi ya kuhudumia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama waziri mkuu wake kuanzia Novemba 1990 hadi Desemba 1994. Yeye alikuwa mbunge wa Mtera hapa Dodoma, na ili jimbo la Mtera hivi sasa linaitwa jimbo la Mvumi. Katika hali ambayo pia ilikuwa ni kama surprise, tunasema vijana wanasema surprise package yenye kushangaza zaidi, pia katika uongozi wa awamu ya tatu ya Rais Benjamin William Mkapa, Mwenyezi Mungu amrehemu, akalitaja jina la Frederick Truais Sumaye Novemba 1995, mwezi Novemba kama huu, kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na jina hilo likapitishwa, na yeye alihudumu kwa miaka 10 hadi Desemba mwaka 2005 ambapo akashika uongozi Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kama rais wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Edward Ngoyai Lowassa, Mwenyezi Mungu amrehemu, naye akaingia madarakani Desemba mwaka 2005 na akashika uongozi hadi Februari mwaka 2008, na yeye alijiuzuru nafasi hiyo hapa bungeni Dodoma. Na kwa nafasi, kwa sababu alijiuzuru, inamaanisha serikali ikabidi nafasi yake, alipoondoka kwenye nafasi yake ikabidi serikali ivunjwe na kuunda baraza jipya la mawaziri, na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete akaja na waziri mwingine mkuu mpya, Mizengo Peter Pinda, yeye akiwa ni waziri mkuu wa 10 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Desemba mwaka 2008, na akahudumu katika serikali hadi Februari mwaka 2015. Kassim Majaliwa, yeye aliingia madarakani Novemba mwaka 2015 hadi Novemba mwaka 2025 tunapozungumza hivi leo, na anayejulikana sasa
Kulikuwa ni maswali mengi yanasubiriwa. Watu wanauliza ni nani atakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu ya 6 muhula wa pili. Jina ambalo limetoka kutangazwa hapa ni la Mwigulu Lameck Nchemba, bunge la 13, atakayesimama humo bungeni akiwakilishi cha uongozi ama kiunganishi baina ya serikali lakini pia na bunge ni yeye. Tunasubiri kura kama zikimpitisha hapa, basi nafasi itakayokuwa inafuata ni kwenda kuapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyo matakwa ya kikatiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamsema ni nani huyu waziri mkuu na misingi yake ya utendaji wa kazi inabidi iweje. Katika fungu lake la 51 kifungu kidogo cha 3 nasema bila kuathiri masharti mengine ya katiba hii, waziri mkuu atashika kiti cha waziri mkuu hadi pale siku ambapo rais mteule ataapa kushika kiti chake, na siku ambapo atafariki dunia ikiwa katika madaraka, au siku atakapojiuzuru, au siku rais atakapomteua mbunge mwingine kwa waziri mkuu, kama ambavyo imefanyika hivi leo, atakapoacha kushika kiti cha waziri mkuu kwa mujibu wa masharti mengine ya katiba hii. Fungu la 52 ibara ya 52 inasema waziri mkuu atakuwa na madaraka juu ya udhibiti, usimamiaji, utekelezaji wa siku hata siku wa kazi na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano. Pia waziri mkuu atakuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Katika utekelezaji wa madaraka yake, waziri mkuu atatekeleza au kusababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo rais ataagiza kwamba yatekelezwe. Lakini pia waziri mkuu atawajibika kwa rais kuhusu utekelezaji wa madaraka yake, inasema ibara ya 53 katika kifungu kidogo cha kwanza. Na kwa mamlaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mamlaka rais ndiyo itakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi juu ya serikali ya Tanzania kwa ujumla, na mawaziri chini ya uongozi wa waziri mkuu watawajibika kwa pamoja bungeni kuhusu utekelezaji wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana waziri mkuu akiwa hapa bungeni, yeye uhusika kujibu maswali, na katika kipindi kilichopita kulikuwepo na maswali ya papo kwa hapo kwa waziri mkuu ile siku ya Alhamisi. Kutakuwa na utaratibu mwingine wa tofauti kwa waziri mkuu ajaye. Hayo ni mambo ya kusubiri na kuona, na yeye akiwa kiongozi wa mawaziri watawajibika moja kwa moja kuyajibu ya serikali kutoka kwa wananchi, na wananchi wenyewe ndio wabunge waliomo humu bungeni. Kwa hiyo kama Watanzania watakuwa na mambo ya kuuliza serikali kuhusiana na kila ambacho wanahitaji majibu ya kina, basi wananchi wenyewe ndio wabunge ambao wako humu bungeni watahusika katika hilo, ili kuhakikisha kwamba wanapata iliyo haki yao kupitia kwa waziri mkuu anayepatikana hivi leo. Kwa ufupi, tunatengeneza dezeni sasa. Tangu nchi yetu ipate uhuru, tumetengeneza dezeni ya mawaziri wakuu, yani mawaziri wakuu 12 wa nchi ya Tanzania. Dr. Mwigulu Nchemba, msomi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini mchumi pia, mbunge wa Iramba Magharibi, anatarajiwa hapa kupitishwa ama kuthibitishwa na wabunge. Miaka yake 50 tangu azaliwe ya kiutendaji. Tunasubiri kuona damu hii